Karibu katika kipindi cha Saa ya Ushindi na Kufunguliwa, kipindi kinacholetwa kwenu na mtumishi wa Mungu Askofu Florian Josephat Katunzi wa kanisa la Christos Assemblies of God lililoko jijini Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, Mtoni Kijichi. Sasa kaa tayari upata nafasi ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu Askofu Florian Josephat Katunzi. Karibu. Haiwezekani neno ni la Mungu. Neno la Mungu halitapingwa na wewe. Neno la Mungu halitapita bure. Chukua Biblia yako na kalamu yako. Andika somo letu, shinda kushindwa, kwa kutumia damu ya Yesu Kristo kubatilisha laana juu ya uzao wa mwanamke. Lengo la somo letu, utumie damu ya Yesu Kristo kimatumizi kubatilisha laana juu ya uzao wa mwanamke. Kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 6 hadi wa 19. Kwa maana tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa maana ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kudhubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa kwa adhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumepokea huo upatanisho. Mstari wa 12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kabla ya sheria dhambi ilikuwemo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwepo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ya kufikiria. Injili ya Yohana sura ya 19 mstari wa 30 na mstari wa 34. Tunasoma wa 30 halafu tunasoma wa 34. Yohana 19. Damu ya Yesu ilimwagika kutoka wapi? Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Akainama kichwa chake, akasalimu roho yake. Mstari wa 34. Lakini askari mmoja wapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji kwenye ubavu wa Yesu Kristo. Damu imwagikayo ni ile iliyotoka kwenye ubavu. Kwa nini ubavu? Kwa sababu uzao wa mwanamke unatoka kwenye ubavu wa mwanamume, au mwanamke mwenyewe anatoka kwenye ubavu wa mwanamume. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, tutasoma na mstari wa 18, wa 21 hadi 23. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mstari wa 18. Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mstari wa 21 hadi 23. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamletea Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana
ametwaliwa katika mwanaume. Twende Mwanzo 3:15. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hiki ulichokifanya? Mwanamke akasema, ni nyoka alinidanganya nikara. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. 15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Bwana asifiwe. Kwa hapa tunaona uzao wa mwanamke umetoka kwenye ubavu wa mwanamume. Kwa damu ya Yesu Kristo inayoleta ukombozi kwa uzao wa mwanamke ni ile iliyomwagika toka ubavuni mwake. Ubavu wa Yesu Kristo ndipo linapozaliwa kanisa, ambalo ndilo linaitwa bibi harusi wa mwana kondoo au mabibi harusi wa Bwana Yesu. Kwa Yesu ni mwanamume, kanisa ni mwanamke. Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 hadi wa 32 anasema, enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kuliletea kanisa utukufu lisio na mawaa wala makunyanzi, bali liwe takatifu lisio na mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe ujipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili moja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Bwana asifiwe. Kwa Kristo na kanisa anafananishwa na ndoa kati ya mwanamume na mwanamke. Kanisa linafananishwa hivyo. Bwana asifiwe. Kwa kanisa ni bibi harusi wa mwana kondoo, sawa sawa na Ufunuo 22:17. Kwa damu imwagikayo toka kwenye ubavu wa Yesu Kristo ndiyo damu inayoshuhudia haki ya ukombozi kwa mwanadamu. Damu ya Yesu imwagikayo toka kwenye ubavu wa Yesu Kristo ndiyo shahidi anayeshuhudia mbele za Mungu kwamba huyu mwanadamu anastahili haki. Waraka wa kwanza wa Yohana mstari wa 6 hadi wa 12. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu. Yesu Kristo si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Mstari wa 9. Kisha wako watatu washuhudiao duniani, Roho, maji na damu, na hawa watatu hupatikana kwa habari moja. Tukipokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi. Kwa maana ushuhuda wa Mungu ndiyo huu, kwamba amemshuhudia mwanaye. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanaye. Na huu ndio ushuhuda, kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanaye. Yeye aliye naye mwana anao uzima, asiye na mwana wa Mungu hana huo uzima. Kwa hapa ukisoma kwa utaratibu, yanatajwa maji na damu vilitoka kwenye ubavu wa Yesu.
Yule alipomchoma mkuki, ikatoka damu na maji ili viwe shahidi. Kwa hapa leo mimi naongelea damu iliyotoka kwenye ubavu, inavyofanyika shahidi mbele za Mungu kama sadaka ya upatanisho kati ya uzao wa mwanamke na Mungu mwenyewe. Kwa maji yapo kama shahidi, damu ipo kama shahidi, Roho Mtakatifu yupo kama shahidi. Ndio maana Biblia inasema haamini na kubatizwa anafanyika kuwa shahidi wa Kristo. Lakini damu ya Yesu Kristo kiiamini inashuhudia kwamba wewe katika yeye umeondolewa dhambi. Lakini Roho Mtakatifu kishampokea, sawa sawa na Matendo ya Mitume 1:8 anasema nanyi mtakuwa mashahidi. Kwa Roho Mtakatifu anakufanya kuwa shahidi, damu ya Yesu inakufanya kuwa shahidi, na maji yanakufanya kuwa shahidi kwa njia ya ubatizo. Kwa kila Mkristo mwenye tumaini katika haya maneno lazima jitakase kupitia damu ya Yesu Kristo iliyotoka ubavuni pake. Kwa Yesu anasema kwa damu hii mimi na wewe tunapaswa kuitumia kuleta ondoleo la dhambi. Kumbuka, damu ya Yesu imetoka kwenye mwili wake kwenye maeneo 7 tofauti tofauti. Eneo la kwanza kwenye ubavu. Kazi yake hiyo damu ni kwa ajili ya ondoleo. Inaondoa nini? Dhambi juu ya uzao wa mwanamke na kumuingiza kwenye agano jipya. Kwa damu ya agano ni damu iliyotoka kwenye ubavu, ndiyo yenye inayokupa mkataba kwamba wewe sasa umesamehewa na umefanyika kuwa mwana. Yohana 1:12. Lahana ya pili iliyokuwa juu ya uzao wa mwanamke ambayo inaondolewa kupitia damu ya Yesu Kristo inaitwa lahana ya magonjwa. Lahana ya magonjwa juu ya uzao wa mwanamke inabatilishwa kupitia damu ya Yesu Kristo iliyotoka mgongoni. Alipigwa mijeredi kwenye mgongo. Twende Yohana 19:1. Basi ndipo Pilato alipomtwaa Yesu akampiga mijeledi. Kwa nini Yesu alipigwa mijeledi? Ili timie neno la Mungu lililoandikwa Isaya 53:4-5. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania kuwa amepigwa na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa wakati Yesu anapigwa mijeredi, ilikuwa inapigwa laana ya magonjwa. Kwa damu iliyotoka kwenye mgongo wa Yesu, kwenye zile fimbo, ndiyo inayotumika kubatilisha laana ya magonjwa aliyobebeshwa. Mgongo unabeba mtoto, mgongo unabeba laana, kwa ishara ya kwamba wewe ulibebwa kwenye mgongo wa mama Hawa, mgongo ambao ulikuwa umelaaniwa. Sasa mgongo unapigwa, maana yake yanaondolewa laana juu ya mgongo wa uzao wa mwanamke, ili asibebe tena laana ya magonjwa kwenye uzao wake wote. Kwa hiyo mwanadamu alibebeshwa magonjwa, yawe ni ya kurithi, yawe ni ya kutokea kwenye mazingira. Kwa kupigwa kwake Yesu, mimi na wewe tuna haki ya kuponywa. Zaburi 129:3. Kwa nini mgongo wa Yesu ulipigwa? Anasema wakulima wamelima mgongoni mwangu, wamefanya mifereji mifuo yao. Bwana asifiwe. Kwa hapa anasema katika Zaburi kwamba wakulima wamelima mgongoni mwangu. Kwa ni neno la kinabii litolewa kuonyesha ni kifo gani ama ni mateso gani ambayo Yesu atayapata. Lakini hapa mimi siko huko sana.
Kwa Yesu Kristo aliwaachia mgongo wake, ikiwa ni ishara kwamba mtoto anapozaliwa ubebwa mgongoni mwa mama yake. Kwa anaweka mgongo wake unapigwa ili alibebe kanisa lisilokuwa na magonjwa. Kwa kanisa la Yesu Kristo halipaswi kukumbatia magonjwa kama sehemu ya wokovu. Aliuacha mgongo wake ili walimao waulime, wakamlima ili lizaliwe kanisa lisilokuwa na magonjwa. Nene inatumika kulima. Unapolima unapanda mbegu, na baada ya mbegu unapata matokeo ya kile ulichokipanda baada ya kulima. Kwa hapa lugha inayotumika uielewe, walilima mgongo wangu, maana yake ilikuwa inapandwa mbegu ya uponyaji kwa kupigwa magonjwa, ili kwa damu yake Yesu lizaliwe kanisa lisilokuwa na magonjwa. Twende Isaya 50:6-7. Anasema, naliwatolea wapigao mgongo wangu na wang'oao ndevu mashavu yangu. Sikuficha uso wangu usipate fedhea na kutemewa mate. Maana Bwana Mungu atanisaidia, kwa sababu hiyo sikutahayari. Kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume, nami najua ya kuwa sitaona haya. Bwana asifiwe. Kwa wale ambao tunasoma Injili, unaona kitu kimoja wapo, Yesu alitemewa mate, alipigwa makofi. Lakini mimi pointi yangu nataka uone mgongo. Damu iliyotoka kwenye mgongo si kwa bahati mbaya. Anasema, naliwatolea mgongo wangu. Kwa baba mama uliyeokoka, unapoomba tumia damu ya Yesu specifically, ipeleke kwenye eneo husika. Kwa umweke Yesu pale. Damu iliyotoka ubavuni na kazi, damu ya mgongoni na kazi. Kwa kama hiyo damu haina maana isingeandikwa, nimeutoa mgongo wangu ili wapigao waupige, ili nizae kanisa lisilokuwa na magonjwa. Lengo la somo hili sio burudani. Ujue thamani ya damu ya Yesu na uitumie kimatumizi. Kwa hapa tunaeleza damu iliyotoka mgongoni. Kazi yake ni kushughulikia rahana ya magonjwa. Kwa unapoombea mgonjwa, achia damu iliyotoka kwenye mgongo wa Yesu. Unamwambia, Baba, kwa kupigwa kwako na kwa damu yako iliyomwagika kwenye zile fimbo, kwenye zile mijeledi, leo tunapiga magonjwa. Tunaipiga kansa, tunapiga kisukari, tunapiga pressure, tunapiga ukimwi. Yale magonjwa yanapigwa through kupitia ile damu ya Yesu Kristo. Maana yake unamwambia, kama ulivyopigwa nami napiga magonjwa. Lakini miaka yote tumetumia damu ya Yesu kwa ujumla. Kwa matokeo yake tuna wapendwa wanaoumwa. Matokeo yake tuna ndugu zetu tumewazika kwa sababu ya magonjwa. Hatukuendea msalaba eneo husika. Kadri unavyomtafuta Mungu, kwani tunashindwa? Kwani tuna wagonjwa na tunaomba waponi? Application, unaitumia damu ipi? Kama alisema damu iweke kwenye mlango, wewe ukaiweka kwenye bakuli, Mungu anafuata damu mlangoni, afuate kwenye bakuli. Kwa kupigwa kwake Yesu sisi tunapona. Lazima hayo maneno yatamkwe wakati unamuombea mgonjwa. Naliwatolea wapigao mgongo wangu, ili kwa kupigwa kwake kanisa lipone. Yesu hakupigwa kila mahali. Naomba uandike. Kuna mgongo wa kabila lako umepigwa. Kwa wakati Yesu anapigwa, alipigwa kwa ajili ya mgongo wa kabila, mgongo wa ukoo na mgongo wa familia. Kinachokubeba wewe utambulike ni kabila, ndio mgongo wako. Kinachokubeba wewe utambulike ni ukoo, ndio mgongo wako. Kinachokupeleka kubeba wewe ili utambulike ni familia yako, mgongo wa familia. Kwa hiyo tunayo haki ya kupona magonjwa yote kupitia damu ya Yesu Kristo iliyotoka kwenye hiyo mijeredi. Isaya 45 mstari wa 20 alafu mstari wa 22.
jikusanyeni mje na kukaribia pamoja, nyinyi mataifa mliokoka. Hawana maarifa wale wachukuao mti wa sanamu yao ya kuchonga, wamuombao Mungu asiyeweza kuokoa. 22. Niangalieni mkaokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Enyi watu wa mataifa ambao mnataka muokolewe, hebu muangalieni Yesu. Laana ya tatu tunashughulika naye ni laana ya kifo na mauti, au laana ya mauti na kifo. Inabatilishwa kwa damu ya Yesu Kristo iliyotoka ubavuni. Pia nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na mauti. Mauti, yu wapi mapigo yako? Kaburi, ku wapi uharibu kwako? Kwa hapa maandiko yanatabiri kwa habari ya ukombozi dhidi ya mauti. Twende Yohana 19:33 na 34. Lakini walipomjia Yesu na kuona amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Lakini askari mmojawapo aliuchoma ubavu kwa mkuki, mara ikatoka damu na maji. Kwa wakati tunasoma Warumi sura ile ya 5, andiko letu la mwanzo, Biblia inaeleza habari ya Yesu kuutoa uhai wake kwa ajili ya yetu sisi. Na tumesoma ile wa Efeso, inaeleza Yesu kuutoa uhai wake kwa ajili ya kanisa. Kwa hapa tunaona Yesu anautoa uhai wake, anakufa ili sisi tusife. Damu iliyotoka ubavuni inamwagika kama ishara ya ukombozi dhidi ya nguvu za mauti na kaburi. Zaburi 103 mstari wa 3 hadi wa 5. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, akomboa uhai wako na kaburi. Kwa hapa mnafahamu Bwana anasema linda sana moyo wako kuliko vyote lindavyo. Kwa maisha ya mtu yapo kwenye moyo. Kwa wakati wanachoma mkuki walikuwa wanachoma moyo. Moyo wa kanisa ni Yesu mwenyewe. Kwa ule ukachomwa ikatoka damu. Hiyo inabatilisha mauti ili kanisa liwe hai kiroho na liwe hai kimwili. Kwa matumizi ya damu ya Yesu iliyotoka kwenye ubavu wake, kwenye moyo wake, kazi yake mojawapo ni kuondoa mauti na kaburi. Kwa kuna aina mbili ya vifo, kuna kifo cha kiroho na kuna kifo cha kimwili. Kwa mwanadamu anaposamehewa dhambi, kaondolewa, maana yake anapata uhai wa kiroho. Tulikuwa tumekufa, sasa tuko hai. Lakini sambamba na hilo tunapata na uhai wa kimwili. Kwa kama uhai rohoni, uhai katika mwili. Kwa unapoomba itumie damu ya Yesu iliyotoka kwenye ubavu wake. Damu inayoondoa mauti, inaondolewa. Kifo kinaondolewa, kaburi inaondolewa. Unapoomba ondoa kifo. Unapoomba ondoa kifo. Usikemee tu, kiondoe. Dhambi inaondolewa na kifo kinaondolewa. Kwa tunapoomba tunaondoa roho ya mauti juu ya uzao wa mwanamke, juu ya maisha yetu. Tusife tena, bali tuishi katika yeye aliyetoa uhai kwa ajili yetu. Sitakufa bali nitaishi. Kwa Biblia inasema katika yeye uhai wetu umefichwa ndani yake. Katika yeye tunaishi, katika yeye tunakwenda. Na jioni ya leo pokea uhai kwa damu ya mwana kondoo. Kama unanielewa, piga makofi ya shangwe na vigeregere. Damu gani uitumie wapi na kwa nini? Sababu zipo za kibiblia. Laana ya 4 iliyobatilishwa katika damu ya Yesu Kristo ni laana ya umaskini.
Laana ya umaskini inabatilishwa katika damu iliyotoka kama jasho pale Getsemane. Luka 22:44. Na kwa vile alivyokuwa katika ziki, akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Kwa hapa tunaona jasho la kawaida la Yesu linageuka kuwa damu. Swali, kwa nini jasho la Yesu ligeuke kuwa damu? Alikuwa anashughulikia nini? Kwa jasho la uso wako utakula. Kwa Biblia inasema kula kwa jasho ni laana iliyowekwa juu ya uzao wa mwanamke baada ya kuanguka dhambini. Mojawapo ya laana zilizowekwa ni laana ya kula kwa jasho. Tafsiri yake, maana yake, kwenye maisha yako ya kiuchumi, ili uweze kupata mpenyo, lazima ustilago sana, uhangaike sana. Kwa Yesu Kristo, wakati anatoa damu ya jasho, alikuwa anashughulikia roho ya mahangaiko isiwe kwenye kanisa. Kwa uzao wa mwanamke, kupitia msalaba wa Yesu Kristo, kupitia Yesu Kristo kama Pasaka wetu, tunapokea neema ya ukombozi juu ya uchumi wetu. Badala ya kuwa ni uchumi unaopatikana kwa kuenya, tunapata uchumi ulio na neema ndani. Bwana ataufadhili uchumi wako. Zaburi 22. Kwa maandiko yanasema damu iliyotoka kama jasho inataka watu wa kanisa, watu watakaokolewa, wasijitaabishe kwa kazi ya bure. Damu ya Yesu iliyotoka kama jasho inaondoa tabu kwenye kazi. Isaya 65 mstari wa 23 na 24 tunasoma, hawatajitaabisha. Sema, sitajitaabisha kwa kazi bure. Sitajitaabisha kwa biashara bure. Sitajitaabisha kwa uchumi bure. Tangu leo, kwa damu yako Yesu, na yakataa maisha ya tabu, maisha ya kutaabika yasiwe kwangu. Amen. Ukijua kweli, kweli itakuweka huru. Fungu lako mama ni lipi? Fungu lako dada ni lipi? Mungu anasema Yesu ametoa jasho lake ili wewe usijitaabishe kwa kazi bure. Kwa wewe uliyepokea imani, lazima uwe na tumaini katika damu hii. Unamwambia Baba, kwa jasho lako, kwa jasho lako lililotoka kwako Yesu, mimi naondoa maisha ya kutaabika. Kukaangalie uchumi wako ukoje. Kwa hapo naiona damu inaondoa tabu iliyotoka kama jasho, usitaabike. 5, damu ya Yesu iliyotoka kwenye mikono yake inabatilisha laana ya umaskini. Laana ya 5 tunayokwenda kubatilisha ni laana ya umaskini. Laana ya umaskini inabatilishwa katika damu ya Yesu Kristo juu ya uzao wa mwanamke kupitia damu iliyotoka katika mikono. Yesu alipotobolewa kwa misumari, hapo tunashughulikia mikono. Injili ya Yohana 20 mstari wa 20. Na kisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi walifurahi walipomwona Bwana. Mstari wa 24 mpaka 27. Walakini mmoja wao, wale tenashara aitwaye Tomaso au aitwaye Pacha, hakuwa pamoja nao alipokuja Yesu.
Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wangu wake, mimi sitasadiki hata kidogo. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwa ndani tena na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, leta hapa kidole chako, uitazame mikono yangu. Ulete mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiamini bali aaminie. Bwana asifiwe. Kwa hapa wana wa Mungu, kibiblia tunaona kwamba mikono ya Yesu ilitobolewa. Lakini lengo la mikono hii kutobolewa, alikuwa anashughulikia laana ya umaskini. Sasa laana ya umaskini unaiona Mwanzo sura ya 3. Twende Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17. Akamwambia Adam, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukara ya matunda ambao nalikuagiza usiare, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, na kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. 18. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Bwana asifiwe. Kwa hapa tunaona huyu mwanadamu maisha yake anaambiwa yatazungukwa na michongoma, yatazungukwa na miiba. Kwa anaposema ardhi, maana yake anasema maisha anayoishi yatajaa umaskini unaoitwa michongoma, unaoitwa miiba. Kwa maana yake utapanda mbegu za mahindi, itaota michongoma na itaota miiba. Maana yake hapo unaona kwamba hakuna maisha yenye uchumi ndani ya mwanadamu, yanafungwa kwa sababu mikono yake imefungwa. Ukisoma Mwanzo sura ya 2, Mungu alimweka Adam kwenye bustani ya Edeni ailime ili apate mazao. Sasa kilimo hapa kinafungwa, maisha yake yanafungwa, anaanza kuwa maskini. Wakorintho wa 2 sura ya 8 mstari wa 9, Biblia inasema Kristo alifanyika laana, akabeba laana ya umaskini ili sisi tupate kuwa matajiri. Kwa laana ya umaskini inabatilishwa kwa Yesu Kristo pale aliposhughulikia mikono yake. Kwa kazi ya mikono ni kushika. Luka 4:6, shetani anamwambia Yesu kwamba ukinisujudia nitakupa vyote. Akamuonyesha fahari, akamuonyesha utajiri, akasema utajiri huu uko mikononi mwangu, nami umpa yeye nitakaye. Luka 4:6. Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa 6. Shetani anatamba kwamba uchumi uko mikononi mwake kwa sababu aliuchukua mikononi mwa Adamu. Kwa Yesu anapokuja, anakuja kurudisha uchumi kwenye mikono ya mtu, utajiri kwenye mikono ya mtu, heshima kwenye mikono ya mtu ambaye anaamini kupitia damu iliyotoka kwenye mikono. Kazi ya mikono ni kushika tu hold. Kwa kama mikono yako hakuna unachokishika, maana yake wewe ni maskini. Kwa kuanzia leo mikono yako itashika vinavyoshikika. Biblia inasema Pasaka wetu amekwisha kutolewa, yaani Yesu Kristo kuwa sadaka ya ukombozi. Kumbukumbu la Torati 28:8, Bwana anasema kazi yoyote utakayoweka mikono yako nitaibarikia. Kwa dada, baba, mama, kijana uliyoko hapa, lazima mikono yako ifanye kazi, ndipo utapata baraka. Wakati unafanya kazi sasa, una apply ama unatumia damu ya Yesu Kristo iliyotoka kwenye mikono yake.
Hakutobolewa mikono yake kama maonyesho, halitobolewa mikono yake ili uchawi na uganga usio kwenye mikono yako. Mika 5:12. Kama ulilogwa usipate kitu, sasa unakwenda kupata. Kama ulifungwa usipate kitu, sasa unakwenda kupata. Wewe sio fungu la kukosa, kwenye mikono yako unakwenda kupokea. Na jioni ya leo mikono yako ipokee. Na jioni ya leo mikono yako ipokee. Kwenye biashara ukapokee, kwenye kilimo ukapokee, kwenye ufugaji ukapokee. Wewe sio hasara, wewe sio hasara, wewe sio mwenda bure, wewe sio hasara. Bwana anaibarikia mikono yako. Haitafungwa na laana ya umaskini, haitafungwa na laana ya mababu, haitafungwa na laana ya mababu. Kwa kupigwa kwake, kwa kutobolewa kwake Yesu mikono yake, ili wewe urejeshewe. Fahari yote na henzi yote iwe kwenye mikono yako. Kuanzia leo sasa, nenda kafanye kazi, maana Bwana Mungu yuko pamoja nawe. Nenda kafanye biashara, maana Bwana Mungu yuko pamoja nawe. Nenda kafanye kazi, dada kafanye kazi. Hata kama uliambiwa kwamba wewe hutafanya kazi, waambie kwa damu ya Yesu, nimerejeshewa mikono, nimerejeshewa mikono. Nitamiliki vinavyomilikika, nitatawala vinavyotawarika, nitafuga vinavyofugika, nitaandika vinavyoandikika. Oh my God, sema amina kwa jina la Yesu. Wale ambao hawana mikono, pokea mikono kwa damu ya Yesu. Yesu amepigwa, ametobolewa mikono yake ili wewe uwe na kitu kwenye mkono. Kama hauna kitu, pokea kitu kwa damu ya Yesu. Yeye ameachilia iwe baraka kwako. Sema amina kwa jina la Yesu. Kitabu cha Hagai anasema, waambie watu wa nchi hii waende wakafanye biashara, waende wakalime, waende wakafuge. Mimi Bwana Mungu niliyewarejeshea mikono, niko pamoja nawe. Nenda kafanye biashara. Mwezi wa 5 kafanye biashara, mwezi wa 6 kafuge, mwezi wa 7 kalime. Wekeza panapowekeza. Kama ni kwenye migodi ukapate, kama ni kwenye dhahabu ukapate. Oh, ni wakati wako wa kupokea mikono iliyoibiwa. Zaburi anasema waziwazi, nitawarejeshea furaha, nitawarejeshea amani, nitawarejeshea utawala, nitawarejeshea milki. Na Bwana jioni ya leo akupe mikono yako, akupe mikono yako. Uwe hodari sasa, ukafanye kazi, utapata faida. Ukafanye kazi, utapata fahari yote. Ukafanye kazi, hautakuwa hasara. Baraka yake Ibrahimu imerejea kwetu. Yesu alifanywa laana ili tusiwe laana. Kataa laana ya umaskini, kataa laana ya umaskini, kataa laana ya umaskini isiwe kwenye maisha yako. Anayeamini aseme amina, asiyeamini aendelee kuganda. Nasema anayeamini aseme amina. Bwana akurejeshe mikono. Waliiba mali, Bwana akupe mali tena. Waliiba fedha, Bwana akupe fedha tena. Waliiba heshima yako, Bwana akupe heshima yako tena. Ulinyang'anywa cheo, pokea cheo chako tena. Ulinyang'anywa karamu, pokea karamu yako tena. Ulinyang'anywa faili, pokea faili lako tena. Ulinyang'anywa mikono yako, Bwana akupe mikono. Mikono yako dada, mikono yako mama. Kuanzia sasa, baraka ya msalaba iwe kwenye mikono yako. Baraka ya msalaba iwe kwa watoto wako. Baraka ya msalaba iwe kwa ndoa yako. Baraka ya msalaba iwe kwa mikono yako. Piga makofi ya shangwe na vigeregere kwa Yesu Kristo. Lahana ya 6 tunayoshughulika nayo ni lahana juu ya umiliki. Injili ya Luka 24:39 hadi 40. Yesu anasema, tazameni mikono yangu na miguu yangu. Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni, shikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mlivyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Kwa Yesu anaposema tazameni mikono yangu, tazameni na miguu yangu, anataka kanisa litazame. Maana yake kwenye mikono yangu kuna kitu na kwenye miguu yangu kuna kitu. Maana yake kwenye mikono yangu kuna ufunguo na kwenye miguu yangu kuna ufunguo.
Maana yake, tazameni mikono yangu kuna damu ya ukombozi, tazameni kwenye miguu yangu kuna damu ya ukombozi. Kwa nini anawaambia? Walikuwa hawatazami. Leo tunalo kanisa lisilotazama mikono ya Yesu wala miguu ya Yesu. Tazameni mikono yangu kuna nini? Tazameni miguu yangu kuna nini? Kuna cha kutazama. Kwa hapa Yesu anawaambia wanafunzi wake waitazame mikono, waitazame miguu, ndipo watakapojua ni yeye. Atakufikiria. Kwa hawa wanafunzi wa Yesu walibadilisha mtazamo, wakaanza kutazama vitu vingine. Bwana akawatokea akawaambia, huko mnakotazama sio kwenyewe. Sasa itazame mikono yangu, itazame miguu yangu, mpate kilichopo kwenye mikono na kwenye miguu. Tazameni mikono yangu. Kwani asisitize? Waliletewa ishara ya ukombozi, hawakutambua. Kwa leo kanisa tunarudishwa, badala ya kutazama vitu vya upako, vitu vya hovyo, mtazame Yesu, mikono yake na miguu yake. Kuna baraka zako na ustawi wako. Kama unaelewa sema amina kwa jina la Yesu. Shetani alipewa mamlaka, Mwanzo 3:15, ashughulikie miguu ya uzao wa mwanamke. Narudia tena, shetani amepewa kibali na Mungu mwenyewe kushughulikia miguu yako. Miguu maana yake hatua, miguu maana yake miliki, miguu maana yake hatua, miguu maana yake miliki. Kwa Bwana anawaambia, nimeweka uadui kati ya uzao wako shetani na uzao wa mwanamke. Utakuponda kichwa, utauponda kisigino, maana yake miguu. Kwa Yesu wakati anatobolewa misumari kwenye miguu, maana yake alikuwa anamponda shetani kichwa. Aliyeshikilia miguu yako usiende, kapondwa msalabani. Wakati damu ya Yesu inamwagika kutoka kwenye miguu yake, walipotoboa misumari, alikuwa anashughulikiwa shetani aliyezuia hatua zako, aliyezuia miliki yako, ili kuanzia pale utakapokwenda popote upate kukanyaga na kumiliki sawa sawa na neno lake. Kumbukumbu la Torati 11:24. Bwana anasema, utakapokanyaga kwa nyayo za miguu yako patakuwa pako. Kwa ni lazima uitumie damu ya Yesu iliyotoka kwenye miguu yake, ikupe uharari wa kukanyaga na kumiliki. Kila unapokwenda Bwana atakupa kumiliki. Utamiliki shambani, utamiliki mjini, utamiliki utokapo, utamiliki uingiapo, lakini lazima utumie damu iliyotoka kwenye miguu ya Yesu. Usiende kwa miguu yako, nenda kwa miguu ya Bwana. Maana Biblia inasema Bwana atailinda miguu ya watakatifu wake. Bwana atailinda miguu ya watakatifu wake. Nasema Bwana atailinda miguu ya watakatifu wake. Kwa nguvu watashindana, hakuna atakayekushinda. Kama unanielewa sema amina kwa jina la Yesu. Samueli wa kwanza sura ya 2:9, Mungu atailinda miguu ya watakatifu wake. Kwa watakatifu wana miguu iliyokombolewa. Unataka kwenda wapi? Omba miguu. Tumia damu iliyotoka kwenye miguu ikupe uharari wa kule uendako. Zaburi 91:10 hadi 12. Anasema, mwanangu, mabaya hayatakupata wewe, nitakuagizia malaika, mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa miguu yako katika jiwe. Kwa hii miguu ikisha funguliwa, maana yake unapewa mamlaka ya kudominate. Unapewa mamlaka ya kumiliki na kutawala. Unapoitumia damu ya Yesu iliyotoka kwenye miguu, ndiye inayokupa mamlaka ya kumiliki na kutawala. Hiyo damu ilipokwisha kumwagika, Yesu mwenyewe anasema, Mathayo 28:18, Yesu akaja kwao akasema, akawaambia,
nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa Yesu baada ya kufufuka ndipo analitangazia kanisa kwamba kilichofanyika msalabani, nilikuwa napewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa baba mama, katika damu ya Yesu Kristo tunayo mamlaka yote mbinguni na duniani. Ndio maana akasema mtakalofungua hapa na mbinguni litafunguliwa, na mtakalofunga hapa na mbinguni litafungwa. Kwa mamlaka ya kanisa ni kubwa. Kwa hapa nataka uelewe. Utamalizia na Ufunuo 5:9-10. Anasema hii damu ya Yesu inaturejeshea kumiliki juu ya nchi, ardhi iliyopewa mamlaka ya kutuzalia miiba na michongoma, sasa inawekwa chini yetu kwa sababu tumepewa damu. Mathayo 27:29. Wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamziaki wakasema, Salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautoa ule mwanzi, wakapiga chini. Walipokwisha kumziaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hiyo ni Mathayo 27, Ufunuo 5:9. Nao waimba wimbo mpya, wanasema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukanunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na ukuhani. Kwa taji ya miiba iliyowekwa kichwani kwa Yesu ikatoka damu, maana yake ilikuwa inamrejeshea uzao wa mwanamke nafasi aliyoipoteza ya kifalme. Kwa damu ya Yesu iliyotoka kwenye kichwa kupitia taji ya miiba ilikuwa inashughulikia laana iliyowekwa kwenye nafasi, position. Ukienda Mwanzo 3:9, Bwana akamwambia Adamu, uko wapi? Kwa Adamu alipoteza nafasi ya kuwa mwana, ya kuwa mfalme, ya kuwa bwana juu ya yote. Kwa Adamu na Hawa walipokwisha tenda dhambi, waliacha nafasi yao, wakakimbia kwenda kwenye vichaka. Kwa Mungu wakati anaingia Edeni, akamkuta Adamu hayupo kwenye nafasi. Kwa Yohana 1:12, Yesu ameturejeshea nafasi ya kuitwa watoto wa Mungu. Ufunuo 9:10-12, Yesu ameturejeshea nafasi ya kifalme. Sisi ni wafalme. Kwa ile taji ya miiba inakutambulisha, lakini kirani ile ya kifalme, kofia ya kifalme, huwezi kuipata bila ukombozi wa damu ya mwana kondoo. Kwa ndio maana walipokwisha weka ile taji ya miiba, wakaanza kumsalimu, Salamu, mfalme wa Wayahudi. Kwa ile taji ya miiba inawakilisha ufalme ambao unarejea ndani ya kanisa. Yesu ni mfalme wa wafalme, na sisi tunaye mfalme wa wafalme, na sisi ni uzao wa kifalme, uzao wa kifalme, watoto wa Mungu. Tunatawala kifalme, tunamiliki kifalme, tembea kifalme, ishi kifalme, tawala kifalme, miliki kifalme, uwe na uchumi wa kifalme. Sema amina kwa jina la Yesu. Kwa hiyo nafasi uipati, identification yako ya kuwa wewe ni mfalme ni ile taji ya miiba. Haina maana ukatafute taji ya miiba, damu ile imekurejeshea. Kwa hiyo kwenye kufikiria kwako na kuwaza kwako, waza kifalme, fikiri kama mfalme ili utende kama mfalme, upate matokeo ya kifalme.
Ndio maana Yesu anasema tumieni akili zenu sawa sawa. Unaweza ukawa na akili lakini uitumii sawa sawa. Ndio maana amesema hawana maarifa wale wanaojitengenezea Mungu na kuabudu miungu. Wana akili lakini hawazitumii sawa sawa. Leo Mungu akurejeshee akili sawa sawa. Hakuna sababu ya mtu kama wewe kubeba chumvi wakati Mungu wewe anakuita chumvi. Mathayo 5:13, wewe ni chumvi ya ulimwengu, alafu unabeba chumvi ya kuramba. Ukielewa matumizi ya damu ya Yesu, nafasi ya kifarume, nafasi za utawala, nafasi zote ni za kwenu. Lakini angalia maisha yenu. Hata ikitokea nafasi ya kuongoza kisiasa, unaenda pembeni. Huwezi kugombea ubunge, udiwani wala ujumbe wa nyumba 10. Wewe kazi yako ni kunena kwa lugha. Nafikiri kunena kwa lugha ndio uongozi wa serikali. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Nenda mkagombee. Naulia tena, huu ni mwaka wa uchaguzi. Nenda kagombee. Itafutieni vijana wenye elimu. Kitabu cha Danieli sura ya 1. Ambao watakuja kusimama kwenye royo Paris, watawale nchi, waongoze nchi. Danieli hakuwa mhubiri. Danieli alikuwa ni kiongozi, ni governor. Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa wakuu wa wilaya. Lakini wewe unawasoma Shadraka, Meshaki na Abednego unaona kama wahubiri. Walimhubiri ya nani? Mfalme anasema natafuta mtu atakayezuia wasiniibie. Nimpate wapi mtu mwaminifu? Danieli sura ya 6 anaingia kwenye madaraka. Kaokoka, ana Mungu mwaminifu. Lakini wewe ikifika nafasi za siasa unasema hapana, shetani yuko kule. Siasa sio shetani, ila watu wanaweza kukaa pale na ushetani wao. Wewe nenda na Mungu wako. Nasema nenda na Mungu wako. Nenda na Mungu wako. Lakini tuna watu ambao hamtaki siasa. Ngoja mtawaliwe na wavairizi. Kisoma habari za Yusufu, alikuwa waziri mkuu kisiasa. Uliwahi kuona Yusufu anaitisha maombi kwamba tufunge siku 3? Kwa nafasi mkiipoteza lazima muitafute. Tumepoteza nafasi za kisiasa, lazima tuzitafute. Tumepoteza nafasi za kimaongozi, lazima tuitafute. Vijana, jiungeni na siasa, jiungeni na serikali yenu. Sikae nje ya serikali. Tunakwenda kwenye maofisi ya serikali wanakupigisha magoti na uaskofu wako. Kwa nini? Hakuna mtu anayekutambua kwamba yu baba askofu, yu baba nani. Kwa nini? Wakwako hawaendi serikalini. Wanasubiri kutawala na Bwana Yesu miaka 1000 ijayo. Sijui ni lini, mimi sijui. Mmesoma, kafanye kazi. Siasa zinataka watu waaminifu, wenye haki, wakae kwenye viti vya kisiasa, wakae kwenye udiwani, wakae kwenye ubunge. Nendeni mgombee. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Chukua fomu huko kwenye vyama vyenu. Nenda kagombee. Weka jina. Hawa wanataja magari, hawa farasi. Wewe litaje jina la Bwana, atakufungulia njia. Vijana, watoto wadogo wanaosoma, wanafunzi, be focused. Aliweka crown, maana yake ukatawale. Sasa unaukataa ufalme inakuwaje? Unaacha majimbo yanakwenda kwa watu ambao hawaeleweki wanatoka wapi, wanaenda wapi. Mimi nafundisha, naongea na kila Mtanzania. Kanisa msikae nje ya siasa. Nendeni huko mkaongoze. Tunatafuta madiwani waliookoka, wabunge waliookoka, tupate mawaziri waliookoka, watu wanaolitaja jina la Bwana bila haya. Sio mtu analala kwa waganga anaamkia kwenye jimbo. No sense. Taja jina la Bwana Yesu. Kwa nini nakuumiza? Ombea uchaguzi mwaka huu na ushiriki. Narudia tena, ombea uchaguzi mwaka huu na ushiriki. Narudia Kiswahili, ombea uchaguzi mwaka huu na ushiriki. Ukisikia chama kimetangaza, nenda kwenye chama chako. Mungu alishapanga kalenda, ndio kalenda tulionayo. Pambana. Lakini hapa wengine mtajizima. Nimemaliza. Mungu akutunze. Mungu akulinde. Inua mikono yako juu. Sema, e Bwana Yesu. Rudia tena, e Bwana Yesu. Ninakiri juu ya matumizi ya damu yako. Nami naamini kupitia damu iliyotoka ubavuni mwako, kwa damu hiyo
naomba rehema, uniondolee laana ya dhambi za mababu na mabibi walizotenda wakatuingiza kwenye mateso. Leo tunaziondoa kwa damu yako Yesu iliyomwagika toka kwenye ubavu wako. Leo nafunguliwa mafungo yote ya urevi, uzinzi, wizi, laana za kiukoo zenye chanzo cha dhambi. Leo ninaita damu ya ukombozi kwenye kabila langu, kwenye ukoo wangu na kwenye familia yangu. Kwa damu yako Bwana uniondolee, nami naondoa kwa mamlaka ya damu yako kila laana ya dhambi. Toka wote walioshikiliwa kwenye lango la laana ya dhambi. Leo nimefuta malipizi yote ya laana ya dhambi. Damu yako Yesu leo inalipa. Na saa hii naondoa laana ya magonjwa kwa damu yako iliyomwagika pale ulipopigwa ile mijeredi. Ninakiri nilibeba magonjwa. Kuanzia sasa sitabeba magonjwa. Wewe roho ya magonjwa, ondoka. Mgongo wangu ni alama ya mgongo wako. Kuanzia leo nazibeba chapa zako Yesu mgongoni mwangu. Yesu, magonjwa niliyobebeshwa, toka kuanzia leo. We magonjwa uliyenilaza kitandani, we magonjwa ya ukoo, toka. Mgongo wangu ulibebeshwa kisukari, toka. Pressure, toka. Kansa, toka. Ukimwi, toka. Kwashako, toka. Kifua kikuu, toka. Kila gonjwa la magonjwa leo kwa damu yako iliyotoka kwenye mgongo wako, kwa kupigwa kwako sisi tunapona. Yesu, ninakiri kuondolewa kwa laana ya mauti. We mauti na kubatilisha, we mauti na kufisha, we mauti umeshindwa kwa damu ya mwana kondoo iliyomwagika toka ubavuni. Leo natangaza hatutakufa, sitakufa bali nitaishi. We mauti, ondoka. We kaburi, toka. Neno la Mungu halitapingwa na wewe. Neno la Mungu halitapita bure. Neno la Mungu halitapingwa na wewe. Neno la Mungu halitapita bure. Ulikuwa ukimsikiliza mtumishi wa Mungu Askofu Florian Josephat Katunzi wa kanisa la Christos Assemblies of God lililoko jijini Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, Mtoni Kijichi. Aidha, waweza kushiriki nasi katika ibada siku ya Jumamosi. Ibada inaanza saa 2 asubuhi hadi saa 7 mchana, na Jumapili ibada ya kwanza inaanza saa 12 asubuhi hadi saa 2,
na ibada ya pili inaanza saa 2 asubuhi hadi saa 7 mchana. Vile waweza kufuatilia ibada zetu kwa kupitia akaunti yetu ya Maranatha Online TV na katunzi.co.tz. Aidha, waweza kushiriki katika kuipeleka Injili ya Yesu Kristo kwa kupitia sadaka. Waweza kushiriki nasi kwa sadaka kwa nambari za simu zifuatazo: 0754367826 na 0718267171. Kwa moyo mkunjufu sana ni kualike katika ibada kila siku ya Jumamosi na Jumapili. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea. Ukae na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Alfa na Omega. Amen.